الحمد لله رب العالمين الذي علمنا كيف نختار الصادق الجيد وصور لنا حال الأصدقاء حين الحساب فقال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه هو وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سار على نهجه المبارك وسلك طريقه إلى يوم الدين والبعث. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله عز وجل، واعلموا أن من اتقى الله وقاه ومن اتكل عليه كفاه ومن شكر له زاده. Amma baad, wetukufu waheshimiwa Waislamu, ni haki tuanze kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwenye nguvu na shani. Ni yeye Allah peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa duniani kama vile mbinguni. Baada ya kushuhudia juu mbinguni ardhini ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, tukishuhudia shahada ya pili ya kwamba bwana mtume Muhammad ni mja wake Allah na ni mtume wake, rehma na amani zimmiminikie kwa wingi yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake wote watukufu, na Waislamu wataoifuata njia hiyo mpaka siku ya Kiyama. Allah atuweke miongoni mwa hao, Allahumma amin. Ama baada ya hayo, watukufu waheshimiwa Waislamu, wa amma mawdu'atu khutbatina al-yawma unwanuha yaqul: man huwa sadiqu al-jayyid, man huwa as-sadiqu al-jayyid. Ama mawaidha ya khutba yetu ya leo, anwani yake inatuambia ni nani aliye rafiki aliye wa ukweli kabisa. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tumechagua mada hii? Ni kwa sababu ayuha almuslimun, enyi Waislamu, inna min a'zami ni'ami llahi ala ibadihi, hakika katika neema zilizokuwa kubwa kabisa miongoni mwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, baada al-imani, tena baada ya imani, an yarzuqahu as-sadiqa as-saliha al-jayyida, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ifike sehemu amruzuku mja wake rafiki aliye mzuri, tena rafiki aliye mwema, yani rafiki mwenye uzuri wa kuonekana na uzuri usioonekana, bimaana ya kiinje na kindani. Awe rafiki wa kweli, ambaye rafiki, ndugu zangu, tukienda katika tafsiri ya kilugha, wa amma as-sadiqu fama'nahu huwa ar-rafiqu wal-khalilu alladhi tarbutuka bihi al-mawaddatu wal-mahabbatu
wal wafa. Rafiki ni mtu ambaye ni yule ambaye mnafungamana naye kimapenzi na kiukaribu na kutekelezeana amana, yani huyo ndiye rafiki. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, fa inna sadiqa qad yakunu sababa thabatika ala taati, rafiki mzuri aweza kuwa sababu ya kukuweka wewe kuthibitika katika kumtii Mola wako subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo waqad yakunu sababan fi hilakika wa inhirafika, rafiki pia anaweza akawa sababu ya wewe kupotea katika njia ya Allah na kukuweka katika mambo ya upotevu kabisa yasiyofaa katika dini yetu ya Kiislamu. Walidhalika, na kwa hiyo amarana Allahu azza wa jalla an nakhtara as-sadiqa al-jayyida was-saliha. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tuweze kuchagua rafiki aliye mzuri ambaye pia ni mwema. Kwa sababu gani? Haithuma qal, pale Allah aliposema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ni katika surati Tauba aya yake ya 119. Allah anasema ya kwamba enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na kuweni pamoja na wakweli. Bimaana msifungamane na watu wasiokuwa wakweli. Yule mwenye kumwamini Mola wake kisha akawa pamoja na wakweli, watu wakweli, bimaana uwe na marafiki wakweli, sio marafiki wa kulaghai, marafiki wa uongo. Hapana ndugu zangu Islam. Wakadhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hivyo hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi alladhi rawahu Abu Daud wa Tirmidhi, katika hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Abu Daud na al-Imam Tirmidhi, wa sahahahu al-Albani, na Sheikh al-Albani kaisahihisha hadithi hii, bimaana ni hadithi ambayo haina matatizo. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallilu, mtu wote hufata dini ya rafiki yake, basi ni juu yenu enyi umma wangu, umma wa Kiislamu, kumchagua rafiki ambaye ni mzuri, ambaye atakayekupatia dini iliyokuwa nzuri, rafiki ambaye hatokupeleka kinyume na sheria ya Kiislamu. Huyo ndiyo rafiki ambaye mtume anatutaka tumchague katika hali iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu Islam, hakika jambo hili la urafiki ni jambo ambalo lilitakiwa kila Muislamu apewe tahadhari katika kumchagua rafiki, sio kumlogota, kumtafuta rafiki sehemu yoyote hiyo, sio kurafikiana na mtu ambaye hana dini nzuri, mtu ambaye dini yake ina korosho ndani yake, dini yake ni ya kulewa, dini yake ni ya kuzini, dini yake ni ya kwenda katika kamari, dini yake ni ya upuuzi, bali siyo ya Kiislamu, siyo ya kufata matamanio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo, kwa sababu gani mtume kakataza jambo hili ama katutaka tuchague rafiki mzuri? Ni kwa sababu kila mtu huifata mara nyingi dini ya rafiki yake. Ndio maana utamkuta yule ambaye ni mvuta bangi, mnywaji wa pombe, bali muovu, utamkuta pembeni yake panajaa ni waovu kama yeye.
pamekaa watu wa sampuli yake, watu wanaofanana naye, ndio utakuta zaidi watu wakiwa marafiki wanaanza kufanana mpaka tabia. Kama rafiki yake hupenda kunywa pombe, basi lazima atamshawishi rafiki yake aweze kumfata katika njia aliyokuwa nayo. Ndio maana Mtume akasema ya kwamba almar'u ala dini khalilihi, mtu yuko katika dini ya rafiki yake. Ndio maana lazima tuwachague marafiki wazuri. Waqala aidan fi hadithi alladhi ittafaqa al-Imam al-Bukhari wa Muslim ala tashihi hadha al-hadith, amesema pia Mtume katika hadithi ambayo Imamu al-Bukhari na Muslim wamekubaliana katika usahihi wake, akasema ya kwamba mathalul jalisi salihi wal jalisi sui kahamilil miski wa nafikhil kir. Ndugu zangu Waislamu, Mtume anasema mfano wa yule anayeikalishwa na mja mwema, rafiki mzuri, yani mfano wa mtu mwenye kushirikiana na rafiki mzuri, na mfano wa yule mwenye kushirikiana na rafiki mbaya, mfano wao ni kama vile yule ambaye anabeba miski, hutembeza miski, perfume nzuri, na yule ambaye anayetembea na yale mambo yenye kunuka vibaya, yenye kumachuma, yenye kuleta moshi mbaya. Fa amma aljalisu salihu, ama yule rafiki mnayeshirikiana naye aliye mzuri, yanfauka fi dinika wa dunyaka, atakunufaisha katika dini yako wewe Muislamu na katika dunia yako pia, kwa sababu ukishirikiana na mtu mwenye kutembeza mafuta uzuri, lazima na wewe utaanza kunuka mafuta uzuri, kwa sababu atakuathiri, harufu yake itakuathiri katika mwili wako, utanukia vizuri. Kwa hiyo ndo maana rafiki mzuri kwanza ataanza kukuathiri katika maisha yako na katika pia akhira yako. Wa amma aljalisu suu, ama yule mnayeshirikiana naye rafiki yako mbaya, fayuzayyinu laka almasiyata, sababu yake kubwa atakutakasia madhambi, maasi, anakuonesha kwamba yale mambo ya maasi ndiyo mambo mazuri. Kwa sababu yeye ni mbaya, atatamani na wewe uwe mbaya. Tuchukulie mfano wa mtu mwenye yuko anapiga kwenye kuni, ukikaa pembeni yake lazima na wewe utanuka moshi. Na ndo maana Uislamu, mtume wetu akatutaka sisi tuweze kushirikiana na watu wanaonukia vizuri, bimaana wanaokuwa na tabia nzuri, ili na sisi tutakapoiga tabia hizo tuwe watu wazuri. Na yule mtu mbaya, rafiki mbaya, kila siku hukupambia mambo ya maasi. Utasikia anakuambia, rafiki yangu, kesho kuna mechi ya Real na Barcelona, twende tukaparie, twende tukashete, twende kwa mzungu, kama wanavyosema wama adraka ma mzungu, twende tukaparie ili tuone namna tuweze kupata pesa nyingi sana za kamari. Atakupambia, atakuonesha, si wewe ulikuwa unalia krize jana, si ulisema kwamba hauna pesa siku hizi, twende basi tukafanye kamari, tukacheze kamari. Ama mwingine atakwambia, unakwenda kumwomba ushauri ndugu yako, rafiki yako, unamwambia, rafiki yangu, nina matatizo kadha wa kadha nyumbani katika familia yangu, naomba unishauri. Rafiki yako, kwa sababu ni mbaya, ni rafiki mbaya, atakushauri, anakuambia
twende tukatumie bia, twende tukatumie pombe, twende tukatumie bangi ili itupoteze mawazo, kwa sababu yeye ni rafiki mbaya na yeye kazi yake ni kufanya mambo mabaya. Ndipo fayuhawinu alaika dhamma, kila siku rafiki mbaya hukudogoshea madhambi, kuionyesha kwamba sio makubwa, kwa sababu naye ni mtu mbaya. Utasikia nakwambia, kwani kucheza kamari leo tu itakuharibia nini? Kwani tukienda kuzini leo tu itatuharibia nini katika dini? Mbona tuko tu Waislamu? Atakwambia, kwani kunywa chupa moja ya pombe, mbona haujafanya kitu? Kuna wengine wanakunywa kesi nzima ya pombe. Sasa wewe utakunywa tu ni kachupa kamoja. Yuhawinu laka adhamma, anakudogoshea madhambi, kuyaonesha kwamba sio makubwa, ni jambo la kawaida. Ndugu zangu Islam, hata yuridaka mawarid alhilaki, atahakikisha huyu rafiki mbaya mpaka pale unapoanguka katika kuangamia, ndipo pale anatulia, anaona kama ameshafanya kazi. Ndugu zangu Islam, tujiepushe na marafiki wa aina hizi. Waqad hadharana Allahu azza wa jalla fi almuhkami tanzilih, Allah katutahadharisha na sampuli hizi za marafiki wabaya. Allah ametutahadharisha sisi Waislamu tusiwasogelee marafiki wabaya kabisa. Akasema, faqala Allahu azza wa jalla, akasema Allah aliye mtukufu akasema, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Surati Zukhruf aya yake ya 67. Allah anasema ya kwamba hakika al-akhillau, marafiki, hiyo siku ya Kiyama watakuwa baina yao wao kwa wao ni maadui wakubwa sana hiyo siku ya Kiyama. Illa almuttaqin, isipokuwa wale marafiki wacha Mungu, wale ambao walikuwa wakishauriana mambo ya uchamungu na kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hiyo siku ya Kiyama wale ambao walikuwa marafiki duniani lakini kwa ajili ya mambo maovu anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusikana na marafiki wabaya hapa duniani. Allah anasema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hiyo ni surati al-Furqan aya yake ya 27 mpaka 28. Allah anatuonesha hali watakayokuwa nayo marafiki ambao walishauriana vibaya hapa duniani. Hiyo siku ya Kiyama, basi rafiki atanadi na kungata mikono yake na kupepeta mikono yake, laiti mimi nisingelimfanya fulani kuwa rafiki yangu. Hiyo siku ya Kiyama mtu atakuwa anajutia kumfanya bwana fulani bin fulani kuwa rafiki yake, kumfanya dada fulani, kumfanya mama fulani kuwa rafiki yake, besti wake. Kwa sababu gani? Allah anasema katika Qur'ani, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula. Allah anasema ya kwamba lengo la rafiki yako
kulalamika na kupaniki hiyo siku ya Kiyama, na kupepeta mikono yake na kuishika kichwani mwake na kungata kidole chake, laiti mimi nisingelimfanya bwana fulani kuwa rafiki yangu, ni kwa sababu laqad adallani ani dhikri ba'da idh jaani, amenipoteza kutokamana na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba imenijia uongofu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yeye alikuwa ananishauri vibaya. Ndugu zangu Islam, na kila siku shaitan ni mbaya, anakupoteza katika njia ya Allah. Na shaitani hapa ni yule rafiki yako mbaya, ndiye shaitani wako wa maisha yako. Epuka marafiki wabaya. Muislam mwaminifu wa kweli anastahiki kuweza kutafuta rafiki mzuri ambaye wataendesha naye mambo ya dini. Kwa sababu gani utafute rafiki aliye mzuri? Wa min a'dhami fadaili sadiqi salihi anna sadaqatahu la tantahi bil maut, katika utukufu na ubora ya kuchagua rafiki mzuri ni kwamba yule rafiki mzuri, urafiki wenu hautoisha kwa kukufa kwa mmoja baina yenu, bal tastamiru ila yaumi alqiyamati, bali urafiki wenu utaendelea na kuendelea mpaka hiyo siku ya Kiyama. Itakuwaje? Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia picha ya rafiki mzuri, rafiki wa kweli. Hiyo siku ya Kiyama atakuwa katika hali gani? Allah akasema ya kwamba fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim. Watu wa motoni watakuwa wanalia sana, kwa sababu pale katika siratwa mtu atapita kwenye siratwa, kama ni mcha Mungu atapita kama umeme, kama inavyosema hadithi iliyokuja katika sahihu al-Bukhari, sahihi kabisa. Watapita watu kama umeme, kwa sababu siratwa ni kanjia kembamba kabisa ambako kila mtu atapita. Allah anasema katika suratul Maryam ya kwamba wa in minkum illa wariduha, hawi yoyote yule katika wanadamu isipokuwa atapita kwenye siratwa. Pale kwenye siratwa ni juu ya moto wa Jahannam. Wale ambao watashindwa kupita kwa sababu siratwa ni nyembamba kama vile uzi, kama vile nywele mmoja, na ina makali zaidi hata ya wembe, basi mtu atashindwa kupita pale kama alikuwa na madhambi. Lakini kama alikuwa mwema atapita kama vile Quran, atapita kama vile sirkui inavyopita. Baada ya kuvuka, kuna wale ambao wataanguka katika moto wa Jahannam, katika wale ambao walikuwa marafiki wabaya, anaanguka katika moto. Atakapoanguka mle ndani, Allah anasema ya kwamba wataanza kujuta na kusema fama lana min shafi'in, sisi leo, siku ya leo tunamkosa yule ambaye atakaye tusemea na kututetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuepukane na moto wa Jahannam. Ndipo hapo ambapo kisha watasema wala sadiqin hamim, wala tunakosa kwa siku ya leo yule rafiki ambaye atakayetutetea. Mbona rafiki yangu kaniacha? Rafiki yangu nimemwona amepita kwenye siratwa kama umeme. Ndo wale marafiki ambao utakutana wewe ni mja mwema, lakini una rafiki yako ambaye kila siku unapomshauria kuyafata mambo mazuri na kuacha mabaya, yeye hasikii, anaendelea kufanya mambo mabaya, na wewe hauachi katika kumshauri. Siku ya Kiyama wewe unapita kama umeme, unapita unakwenda katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ule rafiki yako anaanguka katika moto. Anapoanguka anaanza kujuta na kusema Mola wangu, laiti mimi ningepata rafiki yangu aweze kunitetea.
Maana yake hiyo siku ya Kiyama marafiki pia watawatetea watu. Tumetoa haya maneno wapi? Ni katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ya kwamba wa idha ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, watakapoona wale marafiki wazuri wameshaokolewa kutokana na wale rafiki zao ambao wameanguka motoni, wao wameshafika peponi, pale peponi watainua mikono mbele ya Allah, wanamwambia Allah, yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'na wa yasumuna ma'na, ewe Allah, mbona umemwacha ule rafiki yangu fulani, tulikuwa tunasali naye, tulikuwa tunafunga naye, ibada tulikuwa tukizifanya pamoja na kwamba alikuwa na yake mengine ambayo alikuwa akitereza kwayo, lakini almuhimu tulikuwa tunafanya ibada pamoja. Ewe Allah, tustareheshe, tupatie raha kwa kutuletea rafiki zetu humu ndani ya pepo. Tazama urafiki mzuri ndugu zangu. Pale sasa Allah atawaambia kwamba fayaqulu Allahu ta'ala, Mtume anasema Allah atasema ya kwamba idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinari min imanin fa akhrijuhu, nendeni kule katika moto, mimi nawapatia ruhusa. Allah atawapatia rafiki zako wazuri, yule rafiki yako mzuri mwema, Allah atamtuma aende katika moto. Akifika pale atoe kila rafiki yake ambaye kwenye moyo wake pana hata chembe ya imani, chembe ambayo inafanana na kikoroti ya pesa hizi, kale ka dinari akutoe. Kama utakuwa na imani ndogo kiasi hicho, akutoe. Kisha watu wataenda katika moto, anamkuta yule rafiki yake ambaye alikuwa kidogo na imani ambayo iko sawa na dinari, atamtoa katika moto. Kisha atarudi anasema, mbona kuna mwingine rafiki yangu amebaki motoni, yule akibakia motoni sintopata raha nzuri peponi. Ewe Allah, yule ana imani ya chini ya dinari, Allah atamwambia nendeni mkamtoe kila mwenye kipande ya dinari ya imani, mumtoe katika moto. Wataenda wanawatoa, kisha watarudi mbele ya Allah, anamwambia Allah, katika wale rafiki zetu kuna yule ambaye na kipande ya robo ya dinari hakufikisha. Allah, tumfanye aje? Allah atasema akhriju, watoweni katika moto, man kana fi qalbihi, yule ambaye kwenye moyo wake atakuwa na imani kiasi mithqala dharratin, yani hata kale kachembe kadogo ambako hakaonekani kwa jicho. Kwa sababu katika shimi wanafundisha kwamba kuna kitu kikubwa kinaitwa matiere. Matiere ukivunja vunja na kuipasua, ikigawanyika, inagawanyika inakuwa molekile. Molekile ukivunja vunja unaipasua, inakuwa atom. Kale ka atom ambako hakaonekani isipokuwa kwa kutumia mikroskopu, kale ka kitu kadogo, mtoweni kila ambaye atakuwa ndani ya moto ana imani sawa na kale kapunje ka atom. Ndugu zangu Islam, iko haja tuwe na marafiki wazuri. Tumalize hutuba yetu na kusema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katutahadharisha sana na kuwatafuta marafiki wabaya. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba enyi mlioamini, muokopeni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwokopa, wala msiwafanye, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye baadhi ya watu kuwa marafiki zenu.
Kuna wale marafiki wabaya, msiwakamate kama vile watu wenu wa karibu kuwa marafiki zenu. Ukiona mtu ana tabia mbaya, usimfanye kama rafiki yako. Kwa sababu gani? La ya'lunakum khabala waddu ma anitum, kwa sababu yule ambaye unayemfanya rafiki yako na ile hali ni mtu mbaya, lazima kila siku atakuwa anakufanyia fitna, atakuwa anakuletea mambo mabaya ya kukukwamisha ili usiendelee hata kimaisha. Kisha mwishoni, waddu ma anitum, kisha atataka uweze kukwama katika maisha ya kidunia. Ndugu zangu Islam, tujitahidi sana, tutafute marafiki wazuri, tuwaache marafiki wabaya. Hata kama mnapendana sana kiasi gani wewe na rafiki yako, lakini medamu si rafiki mzuri, si rafiki mwenye kumjua Allah, lazima uachane naye. Hata Allah subhanahu wa ta'ala, angalia aina ya marafiki anaokuwa nao. Allah anasema katika Qur'ani ya kwamba wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah subhanahu wa ta'ala amemchukua Ibrahim, amemshika Ibrahim kama vile rafiki yake kipenzi. Angalia Ibrahim alikuwa na tabia gani? Mwanzo wa aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema Ibrahim alikuwa hanifan muslima, yani alikuwa anajitenga na shirki, kisha alikuwa Muislamu mzuri. Sasa wewe ambaye una rafiki mlevi, rafiki mvuta bangi, rafiki mcheza kamari, rafiki mzinifu ambaye anakuonesha mpaka nyumba mbovu za kwenda kufanyia zinaa, bali kila wakati mnapokaa kwenye vikao ni kukuletea tu mahabari mbalimbali za maasi, nimezini na mtu fulani, nimefanya kitu fulani jana, kila siku ni hivyo. Jiepushe sana na rafiki wa aina hiyo. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbi id'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu Islam, tunarudi tena kwa mara ya pili tukikuhusieni ya kwamba tumche na tumuokope Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba endapo hatutomwokopa Allah tutaingia katika moto wa Jahannam hiyo siku ya Kiyama, na hatutopata wa kutunusuru ndani yake. Ndugu zangu Islam, mada yetu ilikuwa ni kuonesha rafiki mzuri na unavyotakiwa kumchagua rafiki mzuri katika maisha yako, na usichague wale marafiki wanafiki ambao wanatamani muweze kukwama katika maisha ya dunia kama vile katika maisha ya akhera. Kama anajikuta yeye kuna maisha ya chini, anapenda na wewe kuwe na maisha ya chini ili nyie wote muwe tu chini, kusikuwa kusaidia mwingine, kwa sababu wanakorosho katika mioyo zao. Chagua rafiki ambaye katika moyo wake anatamani hata wewe umuzidi katika maisha. Yule ndio rafiki aliyekuwa mzuri, na hata katika ibada anatamani kila ibada anayoifanya na wewe kama vile rafiki yake uweze kuifanya. Huyu ndiye rafiki aliyekuwa mzuri. Na jiepusheni sana na wale marafiki ambao ni akiwa pembeni anakuteta kwa ubaya na kukusengenya. Mumeongea siri zenu kwamba mmefanya maasi fulani, yeye ikabaki siri yenu, kisha akafika pembeni akaitoa hiyo siri ili watu wakuone mtu wa ovyo, yeye tu ndo abaki inaonekana vizuri. Marafiki kama hawa watajuta siku ya Kiyama. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum ala ba'din yatalawamun illa almuttaqin. Marafiki wabaya siku ya Kiyama watajuta na kujilaumu isipokuwa wacha Mungu peke yake. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيكفي أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية من أصحاب رسول الله الذين ما ذكرناهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين في الدين برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اختر لنا الاخلاء. Ewe Allah, tuchagulie marafiki wazuri. Hakika marafiki utakaochagulia watakuwa wazuri kwetu na watakuwa wazuri kwa ajili ya dini yetu na watatuendesha katika chini ya misingi ya sheria ya dini yetu birahmatika arhamar rahimin wa innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala khair khalqina sayyidina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعلى وأعز وأتم وأثوى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.